Mtazamaji wa Mugambo TV, kama jinsi ambavyo sisi wote ambao ni wapenzi wa siasa za Jamhuri ya Kenya tunajua ya kwamba kiongozi wa chama cha ODM na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga aliporejea nchini Kenya baada ya yeye kuweza kupoteza uchaguzi wa African Union, aliweza kuahidi wa Kenya kwamba anakwenda kufanya mikutano na ambao ni wafuasi wake haswa kule sehemu za Nyanza, ndipo aweze kutoa msimamo wake wiki ijayo. Lakini kulingana na yale ambayo tumeyaona tokea alipoanza mkutano wake kule Kisumu, Homa Bay, akakwenda Busia hapo jana, tumeweza kuona ni kana kwamba Raila Amolo Odinga anatutumia signals za kuashiria ya kwamba yeye ameshachukua mwelekeo wake ambao ndio ambao tunakwenda kuzungumzia hapa ndani ya Mugambo TV. Kando na hilo, tuna ripoti ambayo ni ripoti tumeweza kuipokea, intelligence report, ambayo imetuarifu ya kwamba hapo jana baada ya mkutano wa kusherehekea miaka 20 ya chama cha ODM kule katika sehemu ya Busia, Raila Amolo Odinga aliweza kuwaita viongozi wa ODM katika waweze kukongamana katika boma la mmoja kati ya wabunge wa ODM ambaye kulingana na ripoti ambazo tumepokea ni Junet Mohamed. Na katika mkutano ule Raila Amolo Odinga alilay some strategies out, ambapo aliweza kuwaambia wafuasi wake haswa viongozi wake that they should follow the suit of Edwin Sifuna, the current senator wa kaunti ya Nairobi. Mbona Raila Amolo Odinga aweze kutoa msimamo? Ni kwa sababu Raila Amolo Odinga amepata kurejea nchini Kenya na kuweza kugundua haswa msimamo wake wa kufanya kazi na William Ruto ni msimamo ambao umeweza kupingwa vikali sana na wafuasi wake. Kando na hilo, Raila katika mkutano ule ambao uliweza kuorganiziwa ambao ni mkutano wa ODM, ambaye ni gavana wa kaunti ya Nairobi, gavana Johnson Sakaja, inaaminika alijaribu kufika pale, alijaribu kuweza kuaccess the meeting pale katika boma lake Junet. Lakini kulingana na ripoti ambayo tunayo, Sakaja alifukuzwa pale. Kumbuka Raila katika maombi aliyofanyiwa kabla ya kwenda katika uchaguzi wa AU yaliyofanywa pale Bomas of Kenya, aliweza kuonyesha solidarity na kumuunga mkono gavana Johnson Sakaja kama gavana wa kaunti ya Nairobi. Jambo hili lilipingwa sana na wafuasi wa Raila Amolo Odinga na wakazi wa kaunti ya Nairobi, maana wengi wamesema tunangoja tu wakati wa uchaguzi ufike ndipo tumuondoe Sakaja kama gavana wa kaunti ya Nairobi. Kando na hilo, wengi walitarajia kwamba Raila Amolo Odinga kwa wakati huu ataweza kumzawadi kijana yake ambaye ameweza kumlea kisiasa hapa nchini Kenya, ambaye ni mbunge wa Embakasi East, Babu Owino. Jambo hilo liliwaghadhabisha Wakenya wengi sana. Lakini inaonekana Raila Amolo Odinga kwa sasa ameweza come back to his senses. Amegundua the crowd does not want anything to do with William Ruto and the incompetent leaders ambao William Ruto anafanya nao kazi. Na ndio maana tunaarifiwa katika mkutano huo uliofanyika hapo jana, Raila aliwaashiria wenzake ambao ni viongozi wa ODM kuweza kumletea vijana wake ambao wamekuwa loyal soldiers and front soldiers wakimpigania kwa miaka mingi. Hawa ambao walisema wasipigwe tena na wasiweze kuwatakiwa sana ni Babu Owino pamoja na Sifuna. Because we all know Sifuna has been on the front fighting the incompetence of William Ruto's government. So as Babu Owino. And when Raila Amolo Odinga declared his support for Sakaja, that meant direct betrayal for Babu Owino, who is also looking forward to vying for the gubernatorial seat of Nairobi come the year 2027. So Raila is saying, son, come back home. We all know, right now among the young leaders that ODM has,
there is no leader that is competent enough to beat the credibility and the publicity of Babu Owino and Edwin Sifuna currently, because they have stood the wrath of William Ruto. They have fought the incompetence of William Ruto. Money has been used to try and buy them out, but they have refused to be bought. Tuko pamoja. When you look at these young men, Raila Amolo Odinga needs them. Are we together? More than even they need him right now. Because of what? The politics of we will elect you because you are associated with our person is far gone politics. Siasa za kwamba tutakuchagua kwa sababu upo kwa chama fulani ni siasa ambazo zimepitwa na wakati. Ikumbukwe sasa ni wakati wa Gen Z wa mabadiliko. And the young men and women want Babu Owino. Nobody, even the old men and women of Nairobi County, doesn't want anything to do with Sakaja. So Raila Amolo Odinga has to consider. And when you look at Babu Owino and the respect and the loyalty that he has pledged to Raila Amolo Odinga, also Sifuna, is the same loyalty that Raila Amolo Odinga enjoyed from one Otieno Kajwang when he was alive, the late senator. If you look around the ODM function, you don't see those characters of Kajwang with anybody else apart from Babu Owino and Sifuna. And that was why Raila aliambia Sakaja, bwana, we don't need you here. Your incompetent record will ruin my chances. And one thing you must know, if you win Nairobi, you have won the country. So Raila Amolo Odinga losing Nairobi votes or losing Nairobi support, that means he has lost the nation. And currently, on the meeting that he held yesterday, he told his people, it's about time now you start speaking truth to power. The broad-based government and agreement is far gone. What they were supposed to deliver to us is the AU chairmanship, but they were unable to do that. So right now, we are going head-on with them. We are going to join the opposition. We are going to revamp energy into the opposition so that the opposition will be strong. We know that William Ruto, without us, his career is dead. Without us, he is a one-term president. And so, they made up the decision yesterday. Even those cabinet secretaries that are of Raila Amolo Odinga and they are working with William Ruto, they should start preparing their exit plan. But some of the cabinet secretaries, two of them, Joho and Oparanya, kulingana na taarifa ambazo tumezipokea, hawa wamesema wao iwe jua iwe mvua Raila akubali kufanya kazi na William Ruto ama akatae, wao wana influence ya kutosha kutokea kwa sehemu ambazo wametoka za kuweza kumake a difference within Ruto's government, na wanaweza muahidi William Ruto kura 2027 kutokea. Joho amesema atadeliver cost of vote kwa William Ruto. Oparanya amesema Mulembe Nation nitaiconvince ikuje kwako. But wale wengine wawili, Opiyo Wandayi na John Mbadi, wale wametokea Nyanza. So they can never have a say over what Raila Amolo Odinga says. So it seems that Raila Amolo Odinga kwa pole pole tu anarejelea into the old Odinga that we knew. Mana, if Raila Amolo Odinga has decided it's about time I call Babu Owino and I call Sifuna to come and listen and allow me listen to them so that we will make a decision going forward, means Raila Amolo Odinga has realized the mistake he made. Even if you look at it, the track record of Babu Owino as the Member of Parliament, Embakasi East, ni track record ambayo inajiongelelea. Wakenya wote wanaoishi katika kaunti ya Nairobi wanasema Babu Owino ndiye anapaswa kuchukua gavana wa kaunti ya Nairobi ndipo afanye kazi, because Sakaja has been proven incompetent. Yeye kazi zake ni dimples tu. They call him, wanamuita garbage governor kwa sasa. So why should Raila Amolo Odinga associate himself with the garbage governor? Yet he knows
for the first time in the history of this republic, ana nafasi kubwa sana ya kuweza kukishinda kiti cha urais kwa mara ya kwanza. Anajiunga na kina Rigathi Gachagua na mambo yatakuwa sawa. Raila Amolo Odinga ataweza kukinyakua kiti cha urais. Wewe kama mtazamaji wetu, nataka kusikia maoni yako. Unafikiria ni vipi ambavyo tutaweza kuendelea kutokea wiki ijayo baada ya Raila Amolo Odinga kutoa msimamo wake? Achia comment kwenye comment section, tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau kusubscribe. Hii ni Mugambo TV.